Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imetembelea maeneo ya Mwandege, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Lengo kuwa cha kwanza ni kuhakikisha walipa kodi wanapata uelewa mzuri kuhusu masuala ya kodi na pia kupata uelewa mzuri ya kazi ambazo zinafanyika na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pia kupitia zoezi hili ambalo tunaita la mlango kwa mlango, tumewakumbusha wafanyabiashara ambao bado hawajafanyia makadirio kwa mwaka 2025 kufika katika ofisi yetu kufanyia makadirio, na kwa wale ambao wanajifanyia makadirio kufanya makadirio. Pia kupitia zoezi hili la elimu ya mlango kwa mlango, wafanyabiashara, walipa kodi na wananchi wamepata fursa ya kuuliza maswali tofauti kuhusu kodi, kuwasilisha changamoto zao ambazo zimepata ufafanuzi, na pia kujua ni namna gani Mamlaka ya Mapato huduma zipi wanaweza kuzipata ndani ya taasisi yetu. Kuhusu kwa upande wa risiti, tumewapa elimu ya kwanza, tumewasisitiza watoe risiti kwenye kila wanapofanya mauzo, na sio tu kutoa risiti bali kutoa risiti yenye kiasi sawa na ile bidhaa ambayo wameuza. Na pia tumewasisitiza kingine, wawe wanatoa Z report. Unakuta baadhi ya wafanyabiashara hajaitumia mashine hata kwa siku 5, siku 7. Unapofika pale kwa ajili ya ukaguzi unakuta Z report ni ya siku 6. Kwa hiyo tunaendelea kuwahimiza wafanyabiashara wetu wawe wanatoa risiti kila wanapofanya mauzo, kwani hiyo itakuwa ni njia nzuri ya kupata kumbukumbu zao za biashara yao. Kwa hili swala la TRA, nadhani kwa hiki kilichofanyika sasa hivi ni kitu kizuri sana na kinatia hamasa kwa wafanyabiashara kwa pamoja na serikali, kwa sababu kipindi cha nyuma wafanyabiashara wengi sana wanakwepa sana kulipa kodi kwa sababu elimu walikuwa hawana. Lakini kitendo hiki ni kwamba ni kitendo ambacho kinasababisha wafanyabiashara wanakuwa karibu na serikali. It means kwamba mapato ya serikali yatakuwa mengi zaidi, na tuseme kwamba uchumi wa nchi pia unaweza kuongezeka kwa kasi zaidi. Alafu pia maoni yangu nilichokuwa na kiomba kwa serikali, ijaribu kutoa elimu kila baada labda ya mwaka hata mara 2, ili kuzidi kupanua wigo kwa wafanyabiashara, kuzidi kuwa pamoja. Leo wamekuja ofisini kwangu kunipa elimu ya kuhusu makadirio, kukadiria kodi kwa wakati, kulipa kwa wakati. Kwa kweli mimi upande wangu kuhusu TRA sina shida, kwa sababu wananielekeza vitu ambavyo ndio hivyo tunaelekezwa kila siku. Muhimu ni kulipa tu kodi. Inaweza ukishalipa kodi yako kwa wakati, ukikadiriwa kwa wakati, itakuwa hakuna ugomvi na TRA. Binafsi mimi kwa swala la kulipa kodi ni wajibu wa kila Mtanzania. Kwa sababu tunapolipa kodi, tunapotaka vitu vizuri kwa maendeleo, lazima tulipe kodi. Sasa kama tunataka barabara ziwe nzuri, tunapotaka labda mazingira ya umeme, maji, kila kitu, kwa sababu tunapolipa kodi, vitu vyote vinapatikana kwa wakati. Mimi nawashauri wafanyabiashara wenzangu tulipe kodi kwa wakati, ili sisi serikali yetu iwe kutufanyia mambo mazuri zaidi, kwa sababu tunapolipa kodi nao watapata pesa za kutufanyia mambo mazuri zaidi sisi kama Watanzania. Nilikuwa nashonea nyumbani, lakini nashukuru Mungu nimepata wateja, wakaniamsha, akaniambia tokea barabarani utazidi kupata mfunguko wa biashara zaidi. Kwa hiyo mimi ninashukuru kwa kutuamsha kama hivi, kwa sababu kuna wengine hatujui maendeleo ya biashara inakuaje. Lakini kama hivi mnavyotupitia mnafanya kutuamsha, mnatuelimisha, tunapata nguvu ya biashara na maendeleo yanakuwa mazuri. Sababu sio wengine tunafanya biashara tunakuwa tu kama tupo kwenye usingizi tu, tunakuwa tuelewi nini wala nini. Kwa hiyo kama hivi mnavyotupitia kutukumbusha, sisi tunashukuru, tunapata mwamko wa biashara na maendeleo. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.